Pastor, kwa mada yetu ya leo tunazungumzia kuhusu Pasaka. Karibu sana basi ndugu mtazamaji unayetufuatilia katika akaunti yetu, na kukaribisha katika mada yetu ya leo. Kama mwenzangu alivyosema kuwa mada yetu ya leo tunazungumzia Pasaka. Asanteni. Karibuni sana ndugu zetu Waislamu na Wakristo. Kujadili mada ya leo ni juu ya Pasaka. Nini maana ya Pasaka? Kwa sababu ndugu zetu wa Kristo wanasema Pasaka ni kufa kwake Yesu. Sisi tunasema hapana, Pasaka si kufa kwake Yesu. Unaelewa sasa? Pasaka si kufa kwake Yesu, na Pasaka ni sikukuu. Hata Waislamu hawaipingi. Hiyo ni sikukuu. Je, mwanzilishi wa hiyo Pasaka ni nani? Tunafuata vitabu kulingana na maandiko ya Mwenyezi Mungu yaliyoshuka kwa manabii wake. Kama vile tukisoma katika kitabu cha Kutoka, Musa anaelezwaje juu ya Pasaka? Pasaka ni tokeo maalum kwa jambo maalum kwa watu maalum. Ndiyo maana ya Pasaka. Pasaka ni jambo lililotendeka ili watu maalum wapate kuvuka kwenda sehemu maalum walioahidiwa. Pasaka tunayesoma katika hao manabii, tunamuuliza Musa, wewe ulikuwa nabii wa Mungu, umepewa unabii pale Misri. Si Musa amezaliwa Misri, amelelewa Misri? Pale Mwenyezi Mungu anamtuma Musa kwa Farao aliyekithiri, kwa sababu yeye alikuwa anajiita Mungu na kuwatesa Waisraeli. Mwenyezi Mungu akamwambia Musa katika mlima Sinai na ndugu yake Haruni kwamba waende akawatoe Waisraeli. Kabla yale alipokwenda kule, Farao alifanya mambo mengi, akawakataa kabisa. Musa akaenda, nimetumwa na Mungu. Farao akakataa kwa kiburi, kwa sababu yeye alikuwa anajiita Mungu za mazili. Sasa Musa akarudi kwa Mwenyezi Mungu, akamwambia Mwenyezi Mungu, naona kwamba yule Farao hataweza kuwatoa wale Waisraeli, amekataa nao. Mungu akamwambia Musa, nitawapiga mapigo 10. Katika mapigo yangu utakayowapiga hao, nitapiga pigo la mwisho. Hilo pigo la mwisho aliponena na Mungu akamwambia Musa, Musa, katika huyo Farao nitawapiga mapigo 10. Musa alipoambiwa kwamba katika mapigo 10 la mwisho lilikuwa hili, Musa akaambiwa na Mungu na Haruni ili maandiko tusome katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, katika kitabu cha Taurati. Tunafungua Taurati, kitabu cha Kutoka 12:1 inasema hivi. Tunafungua kitabu cha Musa kinachoitwa Kutoka ili tuulize, hii Pasaka aliyofaradishwa Musa, ili nilikuwa ni tokeo maalum kwa watu maalum, kwa jambo maalum. Hili tokeo ili Mwenyezi Mungu awadhibitishie kwamba mimi ni Mwenyezi Mungu niweza na Waisraeli kutoa. Musa akapewa sheria hii, akaambiwa. Tunasoma hiyo Kutoka 12 mwanzo, nasema Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwezi wa kwanza wenu, utakuwa mwezi wa kwanza wa mwaka wenu. Mungu sasa anamwambia Musa na Haruni kwamba mwezi huu utakuwa mwezi wa kwanza wenu na mwezi wa mwaka wa kwanza wenu, kwa sababu hapo zamani za Ibrahim, zama za Babeli, walikuwa na makalenda yao wakipata miezi yao, kama vile kalenda yetu ya kileo inasema kuanzia Februari
mpaka Disemba. Hao ni miungu 12 waliowarithi Warumi zama hizo. Sasa Musa pale anaambua mwezi wa kwanza huu utakuwa mwezi wa kwanza wenu na mwaka wa kwanza wenu, kwa sababu ile kalenda ile ya kurithi miungu yao, Mungu anamwambia Musa usiifate hiyo ni kalenda za kishirikina. Mungu anampa Musa mwezi wa kwanza wao na mwaka wa kwanza wao, anamuidhinisha kalenda tena mpya sasa ya Musa na Waisraeli ili wajue kuhesabu miaka. Semeni na makutano wote akiwaambia, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba za baba zao na mwanakondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa mwanakondoo wa nyumba moja ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwanakondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwanakondoo mmoja kwa ajili kadri nyumba ni wachache kwa mwanakondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake watwae mwanakondoo mmoja kwa kadri ya hesabu ya watu, kwa kadri ya ulaji wa kila mtu, ndivyo mtakavyo hesabu yenu kwa yule mwanakondoo. Unaona sasa, Mwenyezi Mungu anatoa direction hata huyo mwanakondoo naye. Kama mwanakondoo, nyumba ya mwanakondoo wale watu ni wachache, mwanakondoo ni nyamba ni nyingi, kula wewe na jirani yako. Unaona sasa, twende nane kwa sababu ya wakati. Twende nane. Watakula nyama usiku ule imeokwa. Sharti ya Pasaka ni nyama iliyobanikwa. Sharti ya Pasaka ni nyama iliyobanikwa, na pamoja na mkate ibanikwa kwa moto, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga za uchungu. Nyama huyo msimle mbichi, marufuku nyama yule kondo yule kumla mbichi, wala ya kutokoswa majini, wala msimupike. Basi mbali imeokwa, mbali iwe imechomwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake zote za ndani. Wala msisaze kitu chochote hata asubuhi, mbali kitu chochote kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Sharti ya mwanakondoo huyu. Ulaji wake unakuwa hivi. Tena mtamla hivi: mtakuwa mmejifunga viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Unaona sasa, na hiyo ndiyo Pasaka ya Bwana aliyowafaradisha Musa na kundi lake. Kwa sababu nini? Maana Pasaka ni tokeo maalum kwa jambo la maalum, kama vile